Umeshawahi kufanya maamuzi halafu miezi 6 baadaye ukajiuliza, hivi nilikuwa nawaza nini? Au labda hivi sasa upo njia panda, unaogopa kuchagua upande mmoja kwa hofu ya kukosea, na hiyo hofu inakufanya ukwame sehemu moja. Ukweli ni kwamba maisha yako ya sasa ni jumla ya maamuzi uliofanya miaka 5 iliyopita, na maisha yako ya miaka 5 ijayo yanategemea maamuzi utakayofanya leo baada ya kuangalia video hii. Watu wengi wanafikiri kufanya maamuzi sahihi ni kipaji au bahati. Hapana, ni sayansi. Leo nitakupa blueprint, siri 7 za kisaikolojia na kiuchumi zinazotumiwa na watu waliofanikiwa zaidi duniani kufanya maamuzi magumu bila hofu. Na nikuibie siri moja mapema. Siri ya 5 ni kanuni inayotumiwa na mabilionea kama Warren Buffett, na ni kanuni rahisi sana ambayo ukianza kuitumia leo utaokoa mamilioni ya pesa na miaka ya kupoteza muda. Hutataka kuikosa hiyo. Kabla ya kuingia ndani zaidi, na ombi moja la kiungwana. Bonyeza hiyo button ya subscribe hapo chini na washa kengele. Tayari? Asante. Twende kazi. Siri ya kwanza, usifanye maamuzi wakati umetawaliwa na hisia. Halt. Hii inahusu hali yako ya mwili na akili kabla ya kuamua. Wataalamu wanaita HALT. Usifanye maamuzi makubwa ukiwa hungry, mwenye njaa, angry, mwenye hasira, lonely, mpweke, au tired, mwenye uchovu. Kwa nini? Kwa sababu wakati huu sehemu ya ubongo wako inayoitwa prefrontal cortex, ambayo inahusika na mantiki na mipango, inakuwa imezidiwa nguvu na sehemu ya hisia, amygdala. Ukiwa na njaa au umechoka, unatafuta shortcut ya starehe ya haraka, sio faida ya muda mrefu. Mfikirie mtu anayeenda kufanya manunuzi supermarket akiwa na njaa. Atanunua vyakula vingi visivyo na afya kuliko alivyopanga. Au mtu anayetuma message ya kuacha kazi au kuachana na mpenzi usiku akiwa na hasira. Asubuhi ikifika, majuto yanakuwa makubwa. Kanuni hapa ni ipe saa 24. Kama ni uamuzi mkubwa, lala nao. Kesho asubuhi ukiwa umeshiba na kupumzika. Kama bado unaona ni uamuzi sahihi, basi fanya. Siri ya pili, kanuni ya 10-10-10, the 10-10-10 rule. Ni mbinu iliyovumbuliwa na mwandishi Suzy Welch. Hii ni dawa ya kuponya upovu wa muda mfupi. Mara nyingi tunafanya maamuzi kwa kuangalia raha ya sasa hivi tu. Kabla ya kufanya uamuzi wowote mgumu, jiulize maswali haya matatu. Nitajisikiaje kuhusu uamuzi huu dakika 10 zijazo? Nitajisikiaje miezi 10 ijayo? Nitajisikiaje miaka 10 ijayo? Hebu tuchukulie mfano unataka kununua gari la kifahari kwa mkopo mkubwa. Dakika 10 zijazo utajisikia furaha, sifa na bosi. Miezi 10 ijayo utakuwa na stress za marejesho ambayo yanakunyonya mshahara. Miaka 10 ijayo lile gari litakuwa chakavu na wewe utakuwa bado maskini kwa sababu ulilipa riba kubwa. Ukilipima hiyo gari kwa mizani ya miaka 10, utagundua sio uamuzi wa busara. Kanuni hii inakulazimisha kuacha kuwa mtumwa wa hisia za sasa hivi na kuwa mbunifu wa maisha yako ya baadaye. Siri ya 3, usiogope gharama iliyopotea. Sunk cost fallacy. Hii ni ile hali ya kung'ang'ania uamuzi mbovu eti kwa sababu tayari umetumia muda au pesa nyingi kuuanzisha. Mfano, uko kwenye mahusiano ambayo yanakuumiza, lakini unasema siwezi kumwacha, tumedumu miaka 5. Sikiliza, pesa na muda uliopotea haurudi. Kufanya maamuzi bora ni kujua lini inabidi useme, basi imetosha. Cut your losses. Watu waliofanikiwa hawana huruma na makosa. Wakigundua njia hii haitoki, wanageuka haraka sana. Usiogope kuanza upya. Hofu ya kupoteza ulichowekeza isikufanye upoteze maisha yako yote yaliyobaki. Siri ya 4, paradox of choice. Punguza machaguo. Umewahi kuingia Netflix kutafuta movie, ukatumia dakika 45 kutafuta, na mwisho ukazima TV na kulala bila kuangalia. Hiyo inaitwa paradox of choice. Sayansi inasema kadiri unavyokuwa na machaguo mengi, ndivyo uwezo wako wa kufanya maamuzi unavyokufa. Kama unataka kufanya maamuzi bora, punguza machaguo, eliminate options. Steve Jobs alikuwa akivaa nguo za aina moja kila siku, sio kwa sababu hakuwa na hela, bali ili asipoteze nguvu ya maamuzi, decision fatigue, kuchagua nguo asubuhi. Alitunza hiyo energia kwa ajili ya maamuzi ya Apple. Weka sheria zako binafsi au personal policies. Mfano,
sifanyi biashara na mtu asiye na mkataba, au sili vyakula vya wanga usiku. Ukishaweka sheria, hauna haja ya kufikiria tena wakati tukio likifika. Unafuata sheria uliojiwekea. Hii inakuokoa akili yako na kukufanya uwe na ufanisi wa hali ya juu. Siri ya 5, the hell yeah rule, kanuni ya mabilionea. Hapa ndipo tulipoahidi mwanzoni. Hii inatoka kwa mjasiriamali Derek Sivers. Maishani tuna opportunities nyingi, mialiko ya harusi, dili za biashara, mitoko na marafiki. Kanuni inasema ukiletewa jambo mbele yako, jibu lako linatakiwa kuwa hell yeah, ndiyo kabisa, au hapana. Hakuna katikati. Kama unajisikia kusema ngoja nione, au labda itakuwa nzuri, basi jibu ni hapana. Kwa nini? Kwa sababu ukijaza maisha yako ya vitu vya vuguvugu, unakosa nafasi ya kufanya vitu vinavyokutikisa nafsi kwa furaha. Tunasema ndiyo kwa vitu vingi tusivyovipenda kwa sababu ya uoga wa kukataa. Matokeo yake tunakosa muda wa kufanya vitu tunavyopenda sana. Jifunze kusema hapana kwa kila kitu ambacho hakiitikisi nafsi yako kwa furaha. Hii itakupa uhuru wa kifedha na kimuda ambao hujawahi kuupata. Siri ya 6, tafuta ushauri wa ziada au jicho la pili, second opinion. Hii inahusu confirmation bias. Kwa asili ya binadamu tunapenda kusikia kile tunachotaka kusikia. Ukitaka kununua simu mpya, utaenda YouTube na kutafuta video zinazosifia hiyo simu. Utaruka video zinazoikosoa. Ili kufanya maamuzi bora, tafuta mtu ambaye hukubaliani naye au ambaye ana mtazamo mtofauti, devil's advocate. Muulize, kwa nini unafikiri wazo hili linaweza kufeli? Msikilize kwa makini bila kujitetea. Lengo sio kukukatisha tamaa. Lengo ni kuziba mashimo ambayo wewe huyaoni kwa sababu ya excitement. Kampuni kubwa zina bodi ya wakurugenzi kwa ajili hii, kuchallenge mawazo ya CEO ili sitoke mabovu. Wewe bodi yako ni nani? Mkeo, mmeo, mrafiki mkweli? Usifanye maamuzi peke yako kwenye kisiwa. Siri ya 7, geuza sarafu, the coin flip trick. Hii ni siri ya kisaikolojia inayoitwa the coin flip trick. Inatumika pale ambapo una machaguo mawili mazuri na umekwama kabisa kuchagua. Chukua sarafu. Upande mmoja uwe chaguo A, upande mwingine chaguo B. Rusha sarafu juu. Sasa sikiliza kwa makini. Matokeo ya sarafu hayajalishi. Wakati sarafu ipo hewani, moyo wako utapiga na utatamani upande mmoja uanguke. Utajisikia kusema, tafadhali iangukie kichwa. Hiyo hisia ndio jibu lako halisi. Ile sekunde sarafu ipo hewani, akili yako inafuta mashaka yote na inabaki na kile unachokitaka hasa kutoka moyoni. Hii inakusaidia kuunganisha logic na intuition yako, nafsi. Tumia hii mbinu pale ambapo akili imekwama. Kumbuka, kuto kufanya maamuzi ni maamuzi, na mara nyingi ni uamuzi mbovu zaidi. Ni bora kufanya uamuzi, ukakosea, ukajifunza na kusonga mbele kuliko kubaki njia panda milele. Kati ya hizi siri 7, ni ipi imekugusa zaidi? Mimi binafsi namba 5 ya hell yeah imebadilisha maisha yangu sana. Niandikia kwenye comments hapo chini, nitafanya maamuzi bora ili nijue umefika mwisho wa video hii. Kama video hii imekupa thamani, tafadhali share na mtu unayemkali. Asante kwa kuangalia na tukutane wakati mwingine. Peace.